Nikiongea maneno ya Mheshimiwa Spika ametoka hapa. Tunajua ya kwamba yule rais anayeongoza hii nchi. Huwezi taja jina la Mheshimiwa William Samoei Ruto bila kutaja ukabila. Si ukabila peke yake. Mheshimiwa William Ruto ukiangalia yale maneno ambayo ana accuse Rigathi Gachagua na watu wengine, yeye ndiye mtu wa kwanza kuyafanya. Mheshimiwa Spika, hata kabla hatujaenda maneno ya mashamba, tunajua ya kwamba tukimchagua rais, anakuwa rais wa nchi yote. Ikuwe wewe ni Mkulia, ikuwe wewe ni Mkisii, ikuwe wewe ni kabila yoyote, wewe ni rais wa Kenya. Ikuwe ulimpigia kura, ukumpigia kura. Demokrasia inasema anayepata kura mingi ndiye anakuwa rais. Kwa hivyo ukishachaguliwa kama rais, haijalishi ulipata kura sehemu fulani, wewe unakuwa rais, unakula kiapo ya kuwa rais wa Kenya. Lakini tukiangalia katika sekta mbalimbali, Rais William Ruto amechagua kabila lake mingi kuwa katika hizo sekta za serikali. Kwa hivyo anaeneza ukabila. Mheshimiwa Spika, kwa hivyo tukielekea mwaka wa 2027 tunaenda kuchagua rais ambaye ataangalia ya kwamba si rais mkabila. Kwa hivyo sisi hatuogopi kusema ya kwamba kufika mwaka wa 2027 tutaleta kiongozi mwingine. Na tunajua ya kwamba William Ruto hatakuwa rais, lakini mwenye atakuwa rais yeye ndiye hatujui, ni kama ni Matiang'i ama ni Kalonzo ama ni Natembeya. Kwa hivyo sisi tukisimama hapa, ukiangalia watu wengine wakijipiga vifua hapa, Mheshimiwa Spika, inaonyesha vile vijana wamenyanyaswa na hii serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Wao wakisimama mahali wanategemea sana handouts. Ukipewa handouts ndio kuje kuharibu mkutano ya watu ambao wameweka. Kwa hivyo hii ni baadhi ya maneno ambayo yamewekwa na Rais William Ruto. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, tunahakikishia Wakenya kwamba tusije tukauziwa uoga. Uoga uliisha mwaka wa 2022. Tukienda kuchagua rais mwaka wa 2027, tusije tukadanganywa ya kwamba kura zitaibwa. Kura hazitaibwa. Na ukiangalia mikakati ambayo Rais William Ruto anaweka ni kuhakikisha ya kwamba jamii yake imechukua zile sekta muhimu ambazo ni judiciary na jeshi. Kwa akili zake Mheshimiwa William Ruto anafikiria ya kwamba hizi sekta za judiciary na jeshi itamsaidia. Lakini tunataka kumwambia ya kwamba saa hii mahala ambapo Kenya imefika, hatuwezi tukaongozwa na cartels. Serikali ya William Ruto imekuwa ni serikali ambayo ni ya cartels, na nchi ambapo inaelekea ni mahali pabaya, na hatuwezi kama Wakenya tuweze kusimama hapa tuweze kutetea rais ambaye anapeleka serikali mtoni. Kwa hivyo sisi hatutishiki, hata kama ni hiyo jamii ndogo ambao watu wanadharau. Siku moja itatoa kiongozi, na huyo kiongozi atakaposimama kuwania kiti ya urais tutampigania. Na huyu kiongozi ameonyesha ya kwamba yeye hatakuwa mkabila. Watu wengine hapa ama wabunge wengine na watu wengine nimesikia wakisema ya kwamba Matiang'i wakati alikuwa interior, kuna miili ilipatikana pale sijui ni Yala.
na kesi imeenda mpaka kotini. Mheshimiwa Matiang'i mwenyewe amesimama na amesema ya kwamba, kama nimesikia wabunge wengine hapa wakitaja ya kwamba Mheshimiwa Matiang'i eti kuna miili ilipatikana pale Livayara na kesi imeenda mpaka kotini. Mheshimiwa Matiang'i mwenyewe amesema ya kwamba kama ni ukweli yeye alihusika na hiyo miili kupatikana pale Yala, wa form chopo ambalo linaweza chunguza, yeye ako tayari kwenda kutoa ushahidi. Wenye wako mamlakani saa hii wao hawajaenda wamshike huyo Matiang'i wamwambie ile ushahidi tunataka ni huu, wewe ndiye uliuzika. Kwa hivyo tusije tukauziwa uoga. Kama ni Matiang'i atasimama kuwa rais, Matiang'i amedemonstrate ya kwamba yeye si mkabila. Wakati alikuwa waziri wa elimu, hukuona Wakisii wakiajiriwa wengi katika hiyo wizara yake. Ukiona akiwa waziri wa ICT, hukuona Wakisii wakijaa pale. Hata sisi Wakisii wakati mwingine tulikuwa tunamuuliza kwa nini sisi usiachiri walimu wengi pale. Lakini Matiang'i akademonstrate ya kwamba yeye si mkabila, amechaguliwa kwa waziri wa Wakenya wote. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, tukisimama hapa tukiasema ya kwamba Rais William Ruto amepeleka serikali nchi yetu mtoni, hatusemi kwa sababu tunasema, tuko na sababu za kusema. Jana Mheshimiwa Spika, ungesoma gazeti la The Standard, walikuwa wanasema ya kwamba ofisi ya rais hapa Harambee House inatumika kama cartel. Watu wanatumika kulagai, tenda za uongo ndio zinatumika katika ofisi ya rais, ofisi ambayo inastahili kulindwa na sheria na wanajeshi. Mheshimiwa Spika, ndio inatumika kulagai wa Kenya, na hapo huyo ndio rais tunataka tuongoze miaka 5. Tusije tukauziwa uoga. Mwaka wa 2027 itakuwa ni defining moment ya nchi yetu ya Kenya. Sisi ndio tunachagua tunataka kuongozwa na cartel ama tunataka kuongozwa na mtu mwenye akona nia nzuri na hii nchi yetu. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, tukisimama hapa sisi tukisema ya kwamba we are going to support the united opposition, hatuogopi. Tunajua ya kwamba if in any case Matiang'i achaguliwe kuwa rais, sisi tutakuwa nyuma yake. Matiang'i achaguliwe pale, sisi tutakuwa nyuma yake. Kalonzo akichaguliwa pale, tutakuwa nyuma yake. Mheshimiwa anatembea ako pale kwa meza, tutakuwa nyuma yake. Kwa hivyo tusije tukauziwa uoga eti. Mheshimiwa Spika, kuna wabunge wengine nimesikia wakisema ya kwamba tutapitia wapi? Judiciary itakuwa imechukuliwa sijui na katwa Kigen, jeshi itakuwa inachukuliwa sijui na Kibruto sijui nani, eti sisi tutapitia wapi? Mimi ninawahakikishia ya kwamba Constitution of Kenya Article 1 inasema ya kwamba power belongs to the people. Kwa hivyo mimi ninajua ya kwamba kura tutapiga zitalindwa na huyu Matiang'i ambaye mnasema Matiang'i anajua kila kitu chenye kinaendelea pale. Kwa hivyo mwaka wa 2027 mwenye hatakuwa rais tunajua ni William Ruto, na mwenye atakuwa rais atakuwa kati ya hao watu watatu. Na kwa hivyo sisi ile kitu ninawahimiza tuweze kuchukua kura, tuweze kupiga kura, tuweze kulinda kura zetu. Hakuna hii maneno ya kuambiwa eti tupige kura tuende kwa nyumba. Tunapiga kura tunasihesabu pale pale. Tukisihesabu na wao wanahesabu. Wakitoa hesabu yao sisi tunatoa hesabu yetu. Wakitutangazia mwenye hatutaki na sisi tunatangaza mtu wetu. Hapa Afrika watu wanafikiria ya kwamba hakuna mtu ambaye ati rais hawezi enda one term. Marais wangapi tumeona wameenda one term hapa Afrika? Ni wa marais wangapi? Tuko na wengi. Kwanza hata kuna rais mmoja anatoka kwa serikali akielekea gerezani. Kwa hivyo msije mkatutishia uoga ya kwamba Rais Ruto alichukua uongozi akiwa sijui wapi mwaka wa 2022 eti sasa ndio atanyang'anywa. Kwani yeye ndiye atakuwa anajitangaza hapo na achiweke hapo? Na kama yeye ndiye angekuwa anajitangaza, basi angekuwa anajipiga kifua. Angekuwa anatembea kwa mitaa akijipiga kifua hapa. Alafu hizi kura ambazo zimepita hizi za by elections, it has exposed William Ruto ya kwamba yeye anataka kuiba kura ndio hapa akae kwa ile kiti. Kwa hivyo sisi tunawahakikishia Wakenya wenye wako na moyo safi wa nchi yetu, Wakenya wazalendo,
tuweze kuchukua kura mwaka wa 2027, tugeuza serikali, tulete serikali ambayo itahakikisha ya kwamba wananchi wamepata rasilimali zao zinatumika vizuri, wananchi wawe si maskini kama vile tulivyokuwa mwaka wa 2022 kukuja hivi, Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo mimi ninawahakikishia tuchukue kura, wakianza kuregister mwaka wa tarehe 30 mwezi huu, tuchukue kura mingi na tuhakikishe tumeenda kwa vituo kupiga kura. Asanteni sana.